Ukimuuliza mdau yoyote wa soka kwa sasa kwamba timu gani ya taifa ndio timu bora zaidi, atakwambia timu ya taifa hapa nchini Hispania, lakini hayo maoni yanaingia dosari kutokana na performance ya timu ya taifa ya Uingereza. Licha ya kuwa na kundi ambalo timu zake zinaonekana kuwa mchekea, lakini si rahisi kutoka katika game 8 za hatua ya makundi kumaliza pasipo kuruhusu goli na kushinda game zote. Hii ni kibabe kweli kweli. Timu ya taifa ya Uingereza leo imefanya hayo maajabu kukamilisha game 8 zote ikipata ushindi kwenye qualification round ya kwenda kombe la dunia. Lakini pia ukumbuke ndio ilikuwa timu ya kwanza kutoka katika bara la Ulaya kutinga kombe la dunia. So wameshinda game zote 8 nyumbani na ugenini, na zote wameshinda kwa clean sheet wakifunga mabao 22. Hii ni kibabe kweli kweli. Leo dhidi ya vijana wa Albania, licha kwamba walikuwa kwao pale, lakini mambo yamekuwa magumu. Harry Kane ametia chuma 2 kimiani, na Marcus Rashford pia ameendelea kuwa moto kweli kweli. Kaingia sabu dakika 75, lakini akatoa assist tena kwenye bao la pili la Harry Kane. So ukitazama kwa Marcus Rashford msimu huu ameshahusika katika magoli 15 tangu msimu umeanza, akitoa assist 8 na kufunga magoli 7. Hii na yenyewe ni kibabe kweli kweli. So vijana wa timu ya taifa ya Uingereza naweza nikasema ni miongoni mwa timu bora kwa sasa, licha kwamba ukienda kwenye FIFA ranking pale wapo nafasi ya 4 wakizidiwa na Ufaransa, Argentina pamoja na timu ya taifa ya Hispania. Kwa hiyo nadhani kama zitaupdateiwa anaweza kasogea hapo, kwa sababu performance yao imekuwa superb kweli kweli. Wamefanya kazi kubwa kwenye hatua ya makundi kuweka rekodi mpya kwenye timu ya taifa ya Uingereza. So tukutane World Cup huko, kibabe kweli kweli. Kundi lao pia limekwisha, wao wakimaliza nafasi ya kwanza.